Karibu sana wapenzi watazamaji, ni wapashe yale ambayo yametendeka. Mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Abdullah Makame ameweza kupokea mashambulizi makali ya kimitandao kutoka kwa raia wa Tanzania baada ya mbunge huyo kutoa kauli ambazo zinachonganisha Watanzania na kukejeli ndugu zetu ambao waliweza kuuawa kipindi cha maandamano ambayo yalikuwa yanapinga uchaguzi batili mnamo Oktoba 29 mwaka 2025. Sasa wapenzi watazamaji, tukisonga mbele na hii kanda, je, umewahi gundua kwamba wale ambao wanachochea hasira za wananchi zinapanda na mpaka wananchi wanaanza kuandamana ni viongozi wa chama cha CCM? Umegundua hilo? Umewahi gundua kwamba wale ambao wanachochea vurugu Tanzania ni wabunge wenyewe na viongozi wa Chama cha Mapinduzi Tanzania? Hebu nikuulize mpenzi mtazamaji, mbunge mgani au kiongozi mgani mwenye yuko na akili timamu ambazo zinafanya kazi anaweza kasimama mbele ya hadhara alafu aseme kwamba wananchi waliweza kuuana wao kwa wao, au wananchi ambao walikuwa na silaha waliweza kuua wananchi wenzao mnamo tarehe 29 Oktoba kwenye maandamano ambayo yaliandaliwa Tanzania? Kiongozi mgani mwenye yuko na akili anaweza katoa cheche hizo za maneno? Jana tuliweza kumwangazia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ambaye aliweza kusema kwamba palikuwepo na mipango ya kutaka kusimamisha uchaguzi wa 29 Oktoba ili kubwaga taifa la Tanzania kwenye mapigano, kwenye vita. Na huyo ni kiongozi mwenye yuko na akili timamu, anazungumza mambo kama hayo. Hii leo tunazungumzia mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Abdullah Makame mwenye anasema kwamba raia waliweza kuua raia wenzao Tanzania mnamo tarehe 29 mpaka tarehe 3 Novemba mwaka 2025. Wacha niwaeleze wapenzi watazamaji, na mimi huwa siogopi kusema haya kwa sababu mimi niliweza kusema hivi: as long as ninaendelea kuishi, mimi kitu ambacho kitaniweka kaburini ni kuzungumza ukweli. Wabunge hawa na viongozi hawa wanachokipanda ndani ya taifa letu la Tanzania watakuja kukivuna hivi karibuni. Wanazidi kuchochea hasira za wananchi ambazo zilikuwa zimetulia, lakini kipindi ambapo hasira za wananchi zitalipuka, watajutia. Na iwapo kuna kiongozi mwenye ananitazama, kwa sababu niligundua kwamba serikali ya Tanzania inanitazama, mtajutia kwa hizi kauli zenu ambazo mnazidi kuzitoa, kauli za potovu, kauli chochezi. Ndio, mimi huwa siogopi kunena, na ndio maana mimi niko na hichi kituo kwa minajili ya kuzungumza ukweli, kwa sababu ukiangalia ndani ya Tanzania vituo vingi vimenunuliwa na serikali.
Serikali ndio huamua ni kipi cha kuchapisha na ni kipi ambacho kitapuuzwa. Sasa mbunge huyu kwenye mahojiano akihojiwa na Chief Odemba alinena kwamba walioua watu tarehe 29 Oktoba ni wananchi waliovamia vituo vya polisi na kuchukua silaha zilizobaki ili wakashambulie watu. Ndio maana imeundwa tume ya uchunguzi kujua hasa chanzo ni nini mpaka raia waue raia wenzao. Maneno ya mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Abdullah Makame alipokuwa akihojiwa na Chief Odemba. Huyu ni mbunge mwenye yuko na akili timamu, na bado mimi nitazidi kuuliza hivi, kama wanajua ni raia ambao waliweza kuwaua raia wenzao. Na tunafahamu kwamba katika vurugu zilizotokea palitokea watu ambao walikuwa na silaha wakawadhuru wenzi wao. Walivamia vituo vya polisi au walizipata silaha kwenye huko kwa polisi au walikuwa nazo wenyewe kabla. Hao watu waliokuwa na silaha walitoka wapi? Ndio hatujui. Sasa hayo sasa mimi kama raia mwema sijui. Tena kwa bahati nzuri nimesikia tu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba walioua watu kwenye ghasia za uchaguzi ni watu waliokuwa na silaha. Kwamba watu walofanya vurugu, mtu anaenda kuvamia kituo cha polisi, lazima anakwenda akiwa amejipanga na silaha. Kuna shehe moja alikuwa ni mwanaharakati anahubiri sana amani, wakimuita Sharifu Majini. Nadhani ulio kumsikia huyu mtu. Wanasema alipigwa risasi 4 Ubungo nyumbani kwake na watu ambao walitoka kwenye kituo cha polisi kuvamia. Haya hayajasemwa. Sasa kimsingi ni kwamba ndo maana tulisema hili jambo hili liende likajulikane vizuri, ile tume iliyoundwa iachiwe ifanye muda wake, kazi yake, yaje majibu ambayo yataelezea palifanyika makosa gani na nani alifanya makosa na nani achukuliwe hatua. Tuache wafanye kazi yao. Serikali ilisema kuwa tukio la Oktoba 29 ni la kutengenezwa, na waliotengeneza tukio hili kama ambavyo vile vile nayo unajaribu kusema hapa, walidhamiria kuangusha dola. Chanzo cha tukio lilikwisha fahamika, manake tungesubiri tu utekelezaji wake. Tume limeundwa kwa ajili gani? Yali mnajua vyanzo vya matukio hayo? Mimi sijui chanzo cha matukio, lakini umeeleza wazi hapa kwamba watu waliokuwepo kufanya fujo ni watu waliokuwa na silaha. Kuna watu walikwenda kwenye kituo cha polisi walikuwa na silaha. Kuna watu walikuwa wanatembea na pikipiki wakiwa wamebeba mabegi ya mgongoni. Mabegi ya mgongoni yamejaa mabomu ya petroli. Ni kwa nini wanaharibu kodi ya Mtanzania kuunda tume ya uchunguzi kuchunguza uvunjivu wa amani Tanzania? Ni kwa nini? Ni kwa nini waunde hiyo tume kipindi ambapo wako na majibu kamili? Ni kwa nini? Sasa mpenzi mtazamaji, kila ambacho hii serikali inazidi kupalilia watakuja kukivuna. Ukiweza kuangalia kauli ambazo zimeweza kutolewa na wananchi, wameweza kumshambulia huyu mbunge sana. Mfano Adija Magufuli akasema hivi, mama yenu Samia kashasema aliamua kuua watu ili msimpindue. Mnayatema, mnayemtetea naye kawageuka, we uogopi? Yani Samia mwenyewe aliweza kusema kwamba alitumia silaha kuwaua raia ndiposa asipinduliwe. Yeye mwenyewe alisema kwamba serikali haikukuwa na namna ya kujilinda isipokuwa tu kuwaua raia. Huyu mbunge naye ameweza kujisaliti kwa kusema kwamba raia waliweza kuuana kwa raia. Yani viongozi wa chama cha CCM wanazidi kupanda chuki na hasira kwa wananchi. Wacha nikuambie nikimalizia,
hasira za wananchi zinazidi kupanda, zinazidi kukua chachu. Siku ambayo zitalipuka watajutia. Wacha niwapea mfano mzuri. Angalia taifa la Madagascar. Angalia taifa la Nepal. Wananchi, viongozi waliwachochea sana. Viongozi waliwakejeli wananchi sana. Viongozi hawakuwasikiliza wananchi. Lakini siku ambayo wananchi walilipuka na kuingia barabarani, walijutia. Mfano mwingine ni Nepali, mahala ambapo, yani ni Irani, mahala ambapo wananchi wanazidi kuandamana sasa hivi. Viongozi wamesusia kuwasikiliza wananchi, mpaka wananchi wapo barabarani wanaandamana. Hawa viongozi wa CCM wakiongozwa na Samia wamejifanya werevu sana, wamekataa kuyatatua matatizo ambayo yanawakumba wananchi, kama vile uongozi mbovu. Wamekataa kuacha uongozi wa kimabavu. Wamekataa kuacha matumizi mabaya ya vyombo vya dola Tanzania, mahala ambapo polisi wamejisahau kabisa, wanajiona kwamba wao ndio watawala. Badala ya kuendeleza amani, polisi wanazidi kuendeleza utekaji na upotezaji wa wananchi. Badala ya kuwasikiliza wananchi kwamba wanahitaji katiba mpya, wananchi wanataka viongozi ambao waliweza kutekwa waachiliwe. Wananchi wanataka wale ambao waliweza kuuawa familia zao zipate haki. Badala ya kufanyia hayo kazi, wacha waendelee kupanda chuki miongoni mwa wananchi wa Tanzania. Wanaendelea kuchochea moto. Siku ambayo moto huu ambao wanaendelea kuchochea Tanzania utalipuka, utawaka zaidi, watajutia. Kipindi ambapo hasira za wananchi zitapanda zaidi, Samia hatakuwa na mahala pa kutorokea, isipokuwa tu kuondolewa madarakani kupitia kwa njia ya mapinduzi. Ukitaka kujua kwamba hasira za wananchi zinazidi kukaa chachu, angalia jinsi ambavyo wanamuomba rais wa Marekani Donald Trump kumchukua Samia na kumpindua. Ni kwa sababu viongozi hawa wanazidi kutoa kauli ambazo zinawakasirisha raia. Nikimalizia nikuulize hivi, unaona mbunge kama huyu mwenye anatoa hizi kauli yuko na akili kweli? Wewe ndio nimeweza kuuliza. Huyu mbunge mwenye anaitwa Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, yuko na akili? Nipe jibu lako hapa chini. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali ninakuomba, kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 ukapiga subscription, bonyeza kengele, sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi, ndiposa wale ambao wamelipwa kutusi wengine wajue kwamba serikali ambao wanaitetea ni serikali ambayo haina msimamo, ni serikali ambayo inatoa cheche za chuki. Mimi ni Bwana Ezra, ubarikiwe.